muhuni kama wahuni wengine. Alitamani kugeuza mambo, lakini ninamtukuza Yesu. Yesu ni mzuri sana, anaweza sana. Kwa hiyo alipozimia najaribu kumuinua, naona hawezi kufanya chochote, anakakamaa. Roho Mtakatifu akasema na mimi, akaniambia huyo mama kichwani kwake amevaa hilizi. Hicho kichwa kafunga kitambaa. Akasema aise. Kwa hiyo akaniambia, kwa hiyo kile kitu alichokivaa kimemvuta utosi, kimepoteza fahamu. Bwana asifiwe sana. Amina, Bwana asifiwe. Amina. Unaendeleaje huko Sumbawanga? Naendelea vizuri, japo niko Sumbawanga, niko Mbeya. Aha, okay. Tuko na mama mtumishi hapa, wewe ndio mlea chema hapa. Hebu tuambie huko unaendeleaje na unajisikiaje kuwa mbali na unayempenda? Kiroho tuko naye, kimwili ndio tuko mbali naye. Kwa kweli mimi nikusifie na nikupe hongera. Uko na tunu. Unajua wanasema bwana, wakati mwingine wanasemaga, sijui nitumie usemi gani, yaani unaweza ukawa na kitu alafu wewe hujui. Lakini sisi ambao tunakiona hapa tunaona kama tunu. Tusikie kidogo kutoka kwako, walau unazungumziaje huduma ya mke wako kipenzi Christina? Mimi namuombea tu, na najisikia vizuri kufikia hivyo mnapokea anachokileta huko. Yaani kwa walifia, hata mimi naweza nikasema sijawahi kumuona akiwa anafanya huduma hiyo. Nasikia kwa watu tu kama hivyo. Asikie. Kwa hiyo mimi najisikia vizuri ninapokuwa nasikia anafanya vitu vizuri. Kwa sababu unapokuwa umemruhusu mtu ameenda kufanya kitu alafu habari karudi kwamba Mungu amefanyika vizuri huko. Mimi najisikia vizuri kabisa kwa kweli. Na namuombea sana. Amina. Kwa sababu najua changamoto yake. Alipopitia mimi najua, kwa hiyo kwa sasa hivi najivunia yeye kwa sababu kuna mengi yalitokea hapo katikati ya kumkatisha tamaa, ya kumrudisha nyuma kabisa, ya kumpoteza kabisa kwenye huduma hiyo. Tukakata tamaa kabisa, lakini sasa hivi tunafurahia matunda ya Mungu, yaani nashinda namna ya kuongea, lakini tunamshukuru Mungu tu, sio kwa akili zetu, kwa sababu tukitumia akili zetu ya mkini tusingefika hapa. Na tunamshukuru Mungu tu. Kwa hiyo sina mingi sana ya kuongea, lakini sisi tunamshukuru Mungu tu kwa hiyo tunu ulioiona, na sisi tunatamani sisi tusikie hivyo kama ulivyofikia. Natamani uje usikie na wakati uko nayo ndani kabisa. Kama ulivyosema unaweza kuwa na kitu cha thamani. Alafu si thamani yake. Sisi kwa sababu ni mtu wetu wa karibu sana. Tunaona ni kama yaani hatuamini kwamba ni yeye, kwa sababu tukiona kwenye rekodi zake ndio tunatulia, tunasema kweli Mungu anafanya kitu. Tunabaki tunamshukuru Mungu tu, kwa sababu hatukutegemea kama anaweza akawa anamtumia kwa kiwango hicho. Amina. Tunamshukuru Mungu tu. Amina. Na tunamuombea, tunaomba Mungu aendelee kumuinua, naomba Mungu aendelee kumtumia. Yaani sina mengi sana, ni hilo tu. Amina. Muombea. Ubarikiwe sana baba mtumishi. Amina. Amina. Amina mama.
Amina. Mtazamaji, huyu alikuwa ni mume wake na Christina, tukiwa tunazungumza naye moja kwa moja akiwa kule mkoani Mbeya, nafikiri kihuduma, na yeye anatamka kabisa kwamba kwa kweli yeye alikuwa hajui hiki kitu na venyewe anaviona tu, kama ambavyo tunasema unaweza ukawa na kitu ndani alafu usielewe kwamba amembeba mtu mkubwa sana ambaye amebeba jambo kubwa la kimungu ndani yake. Na ameelezea kwa kweli anamuombea Mungu, na sisi tuko hapa na mtumishi huyu tunaendelea kuzungumza na yeye katika mengi mazuri ambayo Mungu ameyatenda katika safari ya maisha yake. Yes, mtazamaji, baada ya kuzungumza na mume wake na mtumishi Christina, sasa moja kwa moja tunatamani kuzungumza na mama yake mzazi. Naamini kuna wengine ambao pengine walisikia awali tulizungumza naye, lakini sasa tunatamani kusikia pia kidogo kutoka kwa mama. Naamini atakuwa na jambo lingine pia la kuzungumza na wewe mtazamaji, na haswa baada ya zile interview ambazo ameziona, pengine kuna kitu gani ambacho kimeendelea kumgusa. Mama, shikamoo. Baba, kwema? Bwana asifiwe mama. Amina, Bwana asifiwe sana. Amina. Habari za huko? Nzuri. za huko? Njema kabisa. Unaendeleaje mama? Endelea vizuri. Nimefurahi kukusikia mama mzaa chema. Amina. Unajisikiaje mama? Kwamba unapigiwa simu tu na hawa watu, tena tumekupigia tena kwa mara nyingine. Namshukuru Mungu sana. Najisikia vizuri kweli. Hebu niambie, baada ya kusikiliza na kuona zile interview ambazo tumefanya na mwanao, kuna kitu gani ambacho kingine ambacho pengine kimeugusa moyo wako sana na pengine ukatamani kushare na watazamaji? Yaani kwanza namshukuru Mungu sana. Namshukuru mwanangu. Mungu amempakata, na washukuru na nyie wote. Mungu kumfikisha mwanangu mpaka leo hapa. Mbarikiwe sana kwanza. Amina. Kuna kitu gani cha upekee ambacho unajivunia kwa mwanao huyu kwa sasa hivi? Yaani huyo mtoto mimi najivunia. Yao, kwanza nasema asante. Huyo mtoto ni mtoto wa pekee sana. Ndiyo. Kwenye uzazi wangu. Nasema hivyo kwa sababu toka ujauzito na mimba 5, ana utofauti sana huyo mtoto, kuanzia alivyombeba mimba mpaka uchungu wake, mpaka akaanza kukua. Alikuwa ni watu tofauti sana, mpaka hivi ninavyoongea ni watu tofauti kupitia familia yangu yote kwa kweli. Amen. Namshukuru Mungu sana. Enzi za utoto wake, pengine katika kukua kwake, kuna kitu gani cha tofauti ambacho ulikiona kwa tofauti na watoto wengine ambao umewazaa? Huyo mtoto alikuwa ni mcha Mungu sana. Sana. Kwanza alikuwa hapendi kuongea ovyo ovyo. Kwanza huyo mtoto siwezi nikakumbuka hata nilimpigaga lini, hata nilimfinya lini. Kwa kweli hakuwa na maovu mtoto huyo. Alafu sijui niseme nini ya mtoto. Amen. Kipindi kile nilisema hivi. Ndio. Mimi kama mimi mama yake mzazi, nilimwomba msamaha huyo mtoto. Nikasema, samani, naomba unisamehe. Kipindi tulianza kumchapa ni kipindi hicho anaokoka hicho. Ndio. Lakini nakumbuka kabisa nilipata hasira kwa sababu kuna mama mchungaji mmoja walikuwa na mwenzie, si mke wa msingi wa kanisa, mzee wa kanisa sijui. Walianza kumfundisha mtoto vile sikupenda kabisa mimi. Ndio. Mpaka wakamwambia aandike barua aje kututupia nyumbani sisi wazazi wake.
alafu wakamsafirisha pasipo sisi kujua. Na mshukuru huyo mtoto, alienda kuwachenjia kule, alikataa kabisa. Akasema naomba mnirudishe kwa mama, bora kwa baba na mama nikalage mlenda ndio kuwa nakula. Ni taarifa mbaya tulikuwa tunazipata sana kupitia huyo mtoto, kwamba tulishashindwa kumsomesha, wenyewe ndio wanamsomesha, anaishi kwa mchungaji, anamwambia shakimbia kwenu hakuna chai, sina vitu gani. Basi ndio asia zingine nilisema, na siku ile nikasema walitoka kanisani kama watu 30 kuja kunitukana nyumbani. Ndio asia mimi nilizopata ya kumpiga huyo mtoto. Amen. Pole sana mama. Asante. Hakuwa hata na makuu ya kusema nini. Ni ile tu hiyo mnaelewa. Kwa hiyo sasa ilifika mahala tukaonekana sisi wazazi hatuna maana wao kanisani. Na sikutulia kimya. Niliwafuata viongozi, lakini wakanisani, wakakusanyika wazee wa kanisa, wakaniita kanisani kwao. Mimi nikaenda nikajieleza pale. Wazee wa kanisa waliwafokea, wakasema mlichokifanya ukweli sio nzuri. Nikamshukuru Mungu pia. Mtoto aliendelea vizuri. Ni mengi tu ya mtoto huyo, hana makuu na sisi wazazi. Sema tu baba yake anaumwa, saa hizi amelala. Sasa nikampa na simu, yeye akaongea 2 matatu. Pengine kabla hatujaenda kwa baba, unaweza ukakumbuka kuna vitu gani ambavyo ukivikumbuka ambavyo ulivifanya, matukio pengine ambayo uliyafanya ambayo leo ukiyakumbuka yanakuumiza sana kwa mtoto wako Christina? Au hata moja au mawili? Matukio gani ambayo ukiyakumbuka wewe yanakuumiza sana ambayo pengine uliyafanya kwa kutokuelewa? Unaweza pengine ukalitaja? Yaani matukio ni hayo hayo. Ya kumpiga mtoto, walikuwa wanalifuata neno la Mungu. Alafu sisi tunaona kumbe afai mtoto anapotea kule. Kumbe mtoto Mungu anamuita. Kuna kuna mahali alizungumza pale mlivyomfuata kanisani na baba akaeleza pale kwamba mliingia nyewe hamkumuona. Wewe umesikiliza, umepata nafasi ya kusikiliza hiyo interview? Tulimfuata pale na baba yake. Mlimfuata alafu nyie mnamtafuta yuko wapi, kumbe hamumuoni, Mungu amemfunika. Alikuwa amemfunika pale pale madhabahuni, si atukumuona. Hicho kwako wewe kimekufundisha nini mama? Mimi namshukuru Mungu tu. Mtoto huyo mimi naendelea kumuombea. Kwa sababu kwa sasa hivi ndio tegemezi letu. Hakuna mwingine tunayemtegemea zaidi ya huyo. Hapa nilipo nauguza, kuna mapungufu mengine nasema angekuwepo angesaidia. Lakini nasema Mungu anatulinda kupitia yeye. Ndio. Kwanza huyo mtoto. Kwanza nini huo ujauzito huo? Nimemzaa huyo mtoto sina hata nguo ya kumshikia. Nilishona kanguo ndio nikamshikia mtoto huyo. Mtoto huyo nilikula kwa shida sana. Mtoto huyo amezaliwa akiwa na kilo 5, watu hawakuamini. Mtoto ametoka wapi huyo? Wakiniangalia mimi na mtoto, hata nguo ya kumshikia sina. Kila siwezi kueleza mengine, naendelea kumshukuru Mungu na muombea huyu mtoto. Amina. Nikuulize swali la mwisho tu mama, kwamba katika haya yote ambayo umekuja kuyaona ambayo Mungu ameyatenda kwa mtoto wako sasa hivi, kuna kitu gani ambacho umejifunza nini kwa huyu Mungu wake ambaye anaishi ndani yake?
Nasema umejifunza nini kwa huyu Mungu wake ambaye anaishi ndani yake? Kuna vitu gani ambavyo umejifunza kwamba katika yote ambayo aliyapitia, alafu hiki ambacho umekuja kukiona kwenye huduma yake, huyu Mungu ambaye anaishi ndani yake, wewe umejifunza nini kwake? Yaani kwa kweli nimejifunza kwanza mengi ya yeye. Kwanza hapa nilipo mimi natamani niokoke niwe kama huyo mtoto. Okay. Amina mama. Alafu, Ndio. Namuomba Mungu amtie nguvu huyo mtoto. Aendelee kuiombea familia yake. Aendelee kutuombea na sisi wazazi wake. Hata kama tulisha feli kitu fulani. Ndio mama. Sisi ni wazazi wake. Ndio. Najua tulimkosea mtoto, lakini mimi nishamuomba msamaha, tukijua tunalolitenda, japokuwa wengine walitukwaza nao nishawasamehe mimi. Ndio. Na wenyewe nishanisamehe. Na pengine unaweza ukakumbuka moja ya miujiza ambayo Mungu amekuwa akitenda kupitia huduma ya mwanao. Yapi ambayo pengine unayakumbuka wewe? Mtoto mimi nakumbuka kuna ndugu yangu mmoja hivi. Mtoto wa dada. Ndio. Alikuwa anasumbuliwa na mizimu. Alishatembea huko tu kwa waganga wa kienyeji, alishavimba po. Ndio. Akaja mimi. Nikamhoji akasema nilikuwa huku mpaka nikaenda huku, nikasema hapana. Nenda kwa dada yako. Alienda kakaa sisi kama wiki moja tu, alimuombea akapona mpaka leo. Yuko mzima. Maise? Alafu nakumbuka lingine. Ndio. Akaniambia mama, na kitu nimekiona. Ndio. Kichwani kwa baba. Kichwani? Unasema kitu gani? Akasema baba, ni kama kuna mwiba kichwani, usho mchemkia mwiba fulani kichwani mama. Nataka nimuone baba, nikuonyeshe mama. Ndio. Ukweli, akamwambia baba, naomba niangalie sasa. Kweli aliposema kweli pale kichwani. Kulikuwa shimo la mwiba. Alafu mtoto alianza kuomba huko kijijini. Tukasikia vitu vinaluka tu vya basi. Si maana pao kubala bila kinja vinaenda wapi. Tulishuhudia na. Okay. Kupitia hayo yote mama, umejifunza nini sasa wewe? Kujifunza kwa mtoto. Kitu ambacho umejifunza kupitia hayo Mungu ambayo ameyatenda kupitia huduma ya mtoto wako. Yaani mimi nimejifunza mambo mengi kupitia huyo mtoto. Na namuomba Mungu tuokoke, tuendelee kusali. Mungu ndio kila kitu, Mungu ndio mwema kwa kila kitu. Umesema tunamuomba Mungu tuokoke. Wewe umeshampata huyu Yesu ambaye mwanao anatembea naye mama? Ukweli siwezi nikasema uongo. Mimi nasali alasiri. Ndio. Na ungetamani pengine kuokoka ukampata huyu Yesu ambaye mwanao anatembea naye na umeshuhudia kabisa kwamba Mungu ni halisi anatenda? Natamani. Kwa hiyo sasa hivi uko tayari pengine tukuongoze sala ya toba kabisa na ukaamua kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Nakubali, lakini siwezi nikamjaribu Mwenyezi Mungu. Hilo nasema kwa sababu zingine. Unasema? Naweza hapa nikasema huko mbali huko. Ndio. Nimpokee Mungu, sina vitu gani, afu nikafanya mengine ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu. Kwa sababu. Ndio. Sisi sio walokole kama huyo. Ndio. Kuokoka hatujaokoka, hata kama tunasema tunasali hatujaokoka kama huyo mtu. Ndio. Kuna mambo mengine yanakuwa yameandaliwa ambayo sawa, lakini Mungu hapendi na Mungu hataki kabisa.
Naweza nikakubali mko mbali huko, afu baadaye nikasema wote wako mbali huko, siwezi nikafanya hivyo, narudi kwenye mstari ule. Ninapoamua kuokoka naacha vyote. Unapoamua, hata sisi tunapoenda kuungama, unaungama unaacha dhambi, sio unaungama unaendelea na dhambi. Na ndo maana haswa ya kuokoka kwamba unamkubali Yesu, unaachana na mambo ya zamani, unamkataa shetani na kazi zake, unamkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo unapoamua mama kuokoka, sio kwamba wewe ndo unaweza peke yako, Mungu ndo anayekuwezesha kushinda hizo dhambi. Yaani ni wewe kufanya maamuzi kwamba niko tayari sasa hivi niokoke, na utakapoamua kufanya maamuzi basi Mungu anakupa neema ya kuweza kushinda hizo dhambi. Wewe unajisikiaje mwanao anatembea huku na kule, Mungu akimtumia kutenda miujiza mikubwa na nene, lakini yupo mama mzazi ambaye amembeba tumboni na kuna matukio mengi ambayo umeyashuhudia, alafu wewe uikose mbingu? Yaani kusema kweli, huyo mtoto ameombea Mungu ampakate salama, alafu si ajabu mkaniona naye huko. Amen. Ndio mtaamini kwamba nimeokoka, takuja naye. Amina. Na sisi tunakuombea mama yetu. Unajua Mungu anakupenda sana, na sisi tunakupenda, na sisi hatutamani kuona huyu mama ambaye amebeba mtoto aliyelibeba kusudi la Mungu apotee. Tunatamani kuona siku moja na wewe umeambatana naye kwenye huduma na mtumikia Mungu pamoja. Amina, nashukuru. Amina mama. Naombeni muendelee kutuombea. Amen. Tunakuombea kabisa mama. Amina. Na baba pengine angetamani kuzungumza chochote? Baba, ngoja nimuone amelala. Basi kama amelala tumuache. Tumwache, tutaongea naye wakati mwingine au? Amelala. Basi sawa mama. Nikushukuru sana mama. Nashukuru, ubarikiwe sana Mungu. Mungu akubariki mama. Tunaendelea kukuombea, Mungu akupe neema ya kumpokea. Amina, mbarikiwe na yeye. Amina. Amen. Asante mtazamaji, yalikuwa ni mahojiano ya moja kwa moja kutoka kule Sumbawanga, na tulikuwa tukizungumza na mama mzazi wa mtumishi wa Mungu Christina, mwinjilisti ambaye Mungu amekuwa akimtumia kwa namna ya kipekee sana. Na bado tuko naye hapa, tunatamani kumalizia shuhuda chache kati ya nyingi ambazo Mungu amemtendea katika safari yake ya maisha toka akiwa mdogo. Aliokoka akiwa binti mdogo kabisa wa darasa la 3, na sasa ni mama wa watoto 4, na kama ambavyo umesikia tumezungumza na mume wake, na yeye anashangaa kwamba kumbe yuko na mtu ambaye amelibeba kusudi kubwa la Mungu ndani yake. Na mtumishi Christina, tumezungumza na mama na mimi nikapata mshtuko kidogo. Nilivyoanza nimeanza na Bwana asifiwe mama. Mimi nikijua tayari shamjua Kristo, kumbe bado hajaokoka. Bado hajaokoka. Si unajua kuokoka ni maamuzi pia. Uzuri wa Yesu sio dikteta. Ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana 3:20. Anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu, akinikaribisha, nitaingia kwake. Kwa hiyo sauti ameisikia, lakini kama unavyomsikia anasema anatamani kuokoka. Kwa hiyo nadhani sio muda mrefu atamkaribisha sasa. Yesu hataki kuingia kwa lazima. Ninamwamini Mungu sana kwa ajili yao, na ninaamini ni swala la muda tu. Lakini niseme hivi, itakuwa vizuri kama akikubali kumkaribisha Yesu, kwa sababu ninachoamini akiendelea kukataa, baada ya kifo ni hukumu, hakuna nafasi nyingine.
Kwa hiyo ninawaombea neema ya Mungu kabisa, kwa sababu miongoni mwa watu wazuri ambao ni mabalozi wa huduma hii ni mamangu mzazi. Pamoja na kwamba hajaokoka, Kwa kweli anajitahidi sana. Yaani pale nyumbani kwangu ameniletea watu kadhaa. Yaani yeye akikutana na mtu ana matatizo, ana changamoto, kazunguka kaenda kwa waganga wa kienyeji, imeshindikana, anamwambia mtoto wangu Mungu anamtumia, ukienda kwa mtoto wangu hivyo vyote vitakwisha. Alafu anaheshimu sana utumishi ambao Mungu ameweka ndani yangu. Hamleti mpaka atanipigia simu, samahani, una nafasi? Naambia kuna nini mama? Anaambia kuna mtu ana shida, nimeona nikupigie kwanza kama una nafasi, tumuelekeze aje au tumlete. Namwambia sawa, mwambie aje. Miongoni mwa watu aliowaleta, alimleta mama mmoja hivi. Nakumbuka ile siku nilikuwa na maombi ya siku kadhaa hivi. Niko pale nyumbani, akanipigia simu mama. Akaniambia kuna mtu nilizungumza naye, nilikuta ana changamoto. Yule mama alikuwa amepata changamoto kama miaka 3 imepita. Alifiwa na mume wake, akapata shida, akaacha kuona vizuri, lakini akawa anasumbuliwa, hawezi kutembea mwenyewe, hawezi kunyanyua kitu chochote kizito. Alikuwa na maumivu na masumbufu mengi yaliyotokana na kufungwa na nguvu za giza, baada ya kwamba anafuatilia ile milasi ya mume wake. Kwa hiyo akamleta yule mama nyumbani, wakatoka wamemshikilia, wamemleta. Ni kitu ambacho Mungu amewahi kukifanya kwa ukubwa. Kwa kweli ninamshukuru mama yangu. Ninaweza nikasema ni yule ambaye pia Mungu anamtumia kufanyika daraja kwa ajili ya wengine. Lakini tu ni matamanio yangu kwamba ajitahidi sana, kwa sababu Biblia inasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Kwa hiyo akimsumbui shetani anashiriki vitu gani, lakini kuna zile hatua ambazo zinaweza zikamsaidia kuingia kwenye mfumo wa kimungu akafanyika kwa mwana wa Mungu. Ninamwamini Mungu. Alimleta yule mama. Walipofika naye pale nyumbani, nikamuuliza yule mama, unataka Mungu akufanyie nini? Akaniambia nataka Mungu aniponye vitu vyote. Muujiza wa kwanza unataka nini? Akasema macho yangu hayaoni, natamani nione, ili niweze kufanya shughuli zangu mwenyewe. Baada ya kufiwa na mume wangu nimekuwa nikipitia kwenye changamoto nyingi. Nikamwambia sawa. Nikamwambia sasa, nikamsomea habari za yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12. Nikamwambia yule mwanamke alipozingatia tu moyoni mwake, akakusudia kwamba kwa kweli huyu Yesu ambaye wanasema anaponya, na mimi nitajitahidi nikaguse angalau pindo tu la vazi la Yesu, ninaamini nitapokea uzima. Nikamwambia yule mama, ninaiona imani ndani yako, kwa sababu alikuwa ametoka mbali kidogo, wametembea kwa mguu, wamepita sehemu nyingi. Nikamwambia imani iliyokuleta hapa kwamba utakutana na muujiza wako, basi Bwana kutendee mema. Nikamwambia unajisikiaje, umempa Yesu maisha yako? Akasema hapana. Nikamwambia ninamwamini Mungu anaponya, lakini unaonaje Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kwa maana ya kwamba akutawale kabisa, akukomboe kutoka kwenye ufalme wa giza, uwe huru kweli kweli. Yule mama akaniambia niko tayari. Kulitokea kitu cha ajabu pale nyumbani. Mimi nilikuwa namuona kawaida, kichwani alikuwa amefunga kitambaa. Nilivyoanza tu kumuongoza ile sala ya toba, anavyoanza tu kukili, nikashangaa amenyamaza kimya, akadondoka, akazima kabisa. Yule mama akaanza kupoa. Nikasema jamani, nini hiki kinataka kutokea? Alafu kaletwa na nani? Na mama angu mimi.
Alafu na ndugu zake wanafahamu kwamba kaletwa kwangu mimi, yani wanafahamu kwamba mama yangu mimi kamconnect kwangu. Shetani ni muhuni kama wahuni wengine. Alitamani kugeuza mambo, lakini ninamtukuza Yesu. Yesu ni mzuri sana, anaweza sana. Kwa hiyo alipozimia nikaa najaribu kumuinua, naona hawezi kufanya chochote, anakakamaa. Kibinadamu nikashtuka kidogo, lakini Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana. Hakuna aliyembeba Mungu akaaibika. Mungu hawezi kukubali mtumishi wake akaaibika. Badala yake Yesu anasema ukinitumikia Baba yangu atakuheshimu. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kuzuia aibu pia. Roho Mtakatifu akasema na mimi. Akaniambia huyo mama kichwani kwake amevaa hilizi. Hicho kichwa kafunga kitambaa. Akasema aise. Kwa hiyo akaniambia, kwa hiyo kile kitu alichokivaa kimemvuta utosi, kimepoteza fahamu. Sasa nikatulia kidogo, nikatafakari vitu kadhaa, kwamba nikimtoa kitambaa bila yeye kuelewa hiki kinachoendelea, nikatamani nimsikilize, niojiane naye yeye. Unajua ni vizuri mtu anakuwa hajakwambia kitu, ili ajue namna ambavyo Mungu anatenda kazi. Ni vizuri pia akaelewa kwamba huyu mtu kajua wapi, ili ajue kwamba kumbe Mungu ni halisi, anaona kila kitu. Kwa sababu nikagundua kwamba kumbe kazimishwa pale kwa nguvu za giza. Nikaamuru kwa jina la Yesu. Nikamwita mama, amka kwa jina la Yesu. Nikashangaa ananyanyuka. Alivyonyanyuka, nikamuuliza unajisikiaje? Akasema najisikia kuchoka sana. Nikamwambia kichwani kwako umevaa hilizi. Akashtuka. Akasema umejuaje? Nikamwambia vua hiyo hilizi, umpe Yesu nafasi ya kuingia kwenye maisha yako. Akasema nimeambiwa hii hilizi siku nikiitoa nitakufa, ndio maana nimewekewa kwenye utosi. Ndani Kwenye utosi yani. Nikamwambia fungua. Jamani, shetani anawatesa watu sana sana tu. Watu wanatembea wamebeba vitu vya ajabu ambavyo vinayasumbua maisha yao kwa muda mrefu. Bahati mbaya sana macho yao yamepigwa upofu, hawaoni kabisa. Lakini ni maombi yangu mbele za Mungu kwa watazamaji wote wa NYTV, Mungu awape macho ya kuona. Tunapolisema neno la Bwana, Mungu awape lile sikio la kusikia, na Mungu awasaidie kuchukua maamuzi. Yesu yupo. Narudia tena kusema, jamani, Mungu ni halisi kabisa yani. Mungu ni wa rehema nyingi sana kwa mwanadamu. Na anapoamua kumtafuta mwanadamu, anakuwa na jitihada kubwa sana. Atainua watu mbalimbali kuhakikisha tu anahangaika na mtu mmoja aliyefungwa kwenye mateso kama hayo. Yule mama alikuwa amezunguka, analia, anasema Mungu ameniacha, lakini kiukweli Mungu hakumuacha. Kwa hiyo sasa Mungu anakuwa anatamani amsaidie mtu, lakini yule mtu anakuwa yeye ndo hataki kukubali kusaidiwa na nani? Na Mungu, kwa sababu Mungu anaongea. Vile tu ambavyo labda niseme kidogo kwamba kuna namna tu ambayo ni mkumbushe mpenzi mtazamaji kwamba njia kubwa ambayo Mungu anaongea na mtu ni pale ambapo unasikia kama hivi mimi ninaongea, unasikia ndani yako kabisa, lakini kweli anachoongea hiki ni kweli. Sasa vile unavyosikia ndani, mbona unajiambia wewe sasa
Anayesababisha kile kitu ni nani? Ni Mungu ndani ya mwanadamu. Anakoleza lile neno ili mtu alielewe, akubali kwamba huu ni ukweli usio na mashaka, ni ukweli wenye uhalisia, kwamba huu ni wakati sahihi ambao Mungu anataka kunisaidia. Mungu anakuwa anatamani kumsaidia mtu. Sasa kama nilivyosema kwamba anabisha mlangoni, anabisha, yeye kazi yake ni kubisha. Anabisha kwa namna gani? Analiachilia neno kama hivi. Mtu analisikia neno, akilisikia neno inakuwa kazi kwake sasa kukubali kwamba kweli Mungu anaweza, kama hili amelitazama anaweza. Kwa hiyo anapokubali na kukiri kwamba hakika huyu ni Mungu, ule ukili wake unamfanya shetani akose nguvu ya kubaki kwake, na anapata nafasi sasa ya kumkaribisha Yesu ndani yake. Na Yesu anapoingia tu ndani ya mwanadamu, zile madhabahu zote, ule umiliki wote, ule utawala wote wa giza unaondoka ndani yake. Kwa hiyo nikamwambia yule mama, toa kitambaa. Akaogopa sana kwamba nikitoa nitakufa. Nikamwambia hautakufa bali utaishi.